Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na Mungu kwa kusali sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tutajifunza siri 5 katika ufalme wa Yesu ambazo zina maana tofauti na maelekezo tofauti katika ufalme wa Mungu. Tutaanza kuzifahamu tofauti ya mbingu, peponi, kuzimu, jehanamu na duniani. Hizi sehemu ni wateule wa Mungu wanaishi. Wateule wa Mungu wanaishi kulingana na makosa au kulingana na baraka au kulingana na kufuzu au kulingana na kutii sauti ya Mungu. Tukianza kabisa na mbinguni. Mbinguni ni sehemu anayoishi Mungu na malaika zake wote walio watakatifu. Lakini pia kuna watu ambao walishinda vita ya hapa duniani na muovu ibilisi shetani, nao wataishi mbinguni na wanaishi mbinguni. Hao tutasoma kwa ushuhuda mfupi kidogo kujua kwamba kuna mbingu na mbingu ikoje. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 2 inasema, Paulo mwenyewe alisema mwenyewe kwa kinywa chake kwa kufunuliwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kutoka mbinguni. Inasema, namjua mtu mmoja katika Kristo, yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Ilikuwa ni siri sana, yani katika Yesu Kristo kuishi duniani ilikuwa ni siri kubwa ya kimbingu. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Kwa hiyo maana yake kuna mbingu ya 3, kuna mbingu ya 3. Mbingu ya 3 maana yake kuna mbingu ya kwanza, ya pili, ya 3 ndipo anapokaa Mungu mwenyewe na kiti chake cha enzi pamoja na matherafi na makerubi. Ndipo anapokaa Mungu mwenyewe mbinguni. Kama nilivyotangulia kusema kwamba mbinguni ni sehemu anayoishi Mungu na malaika zake wote walio watakatifu. Mbinguni ni mahali isiyohamishika, yani ni ya kudumu milele, ni ya kudumu milele yote. Kwa maana hata Biblia imesema baada ya kufinywangwa mbingu itafinywangwa mbingu mpya na dunia mpya. Ni mahala pa kudumu kabisa. Tukienda peponi ni sehemu wanayoishi watu wa Mungu walioshinda vita duniani dhidi ya ibilisi, wakisubiria unyakuo siku ya mwisho wa ulimwengu. Peponi hapa ni mahali ambapo ni patulivu, pazuri, pa furaha, ambao wateule wa Mungu walioshinda vita vya hapa duniani baada ya kupitia dhiki na changamoto zote na kutii sauti ya Mungu wamewekwa peponi kwa ajili ya kusubiri unyakuo. Siku parapanda itakapopigwa ndipo roho zao zitafufuliwa pale. Watakuja kuhukumiwa sawasawa na matendo yao. Kwa mema wataenda kutulia sehemu mbingu ambayo itatengenezwa mpya, au nchi itakayoshushwa kutoka mbinguni mpya watakaa, ambao ni sehemu nzuri ya furaha na amani. Tutasoma kwa ushuhuda mzuri. Yesu Kristo wakati amesulubiwa msalabani, alisulubiwa na watu wawili, mmoja mkono wa kushoto, mmoja na mwingine mkono wa kulia. Lakini yule wa mkono wa kulia
alipotii sauti ya Mungu akamuomba Yesu Kristo, naomba uwe pamoja nami katika ufalme wako. Tutasoma tuone Luka 23 mstari wa 42 hadi 43, nasema kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Maana yake hapo hiyo siku alipokufa Yesu na yeye alipokufa walikuwa pamoja peponi. Ukumbuke Yesu akupaa mbinguni, alijidhihirisha siku kadhaa wa kadha, mpaka ndipo siku ile alipokuja akapaa mbinguni, akawaambia wanafunzi wake, mlivyoniona hivi ndivyo nitakavyorudi. Maana yake hapo kabla alikuwa naishi peponi na wale watakatifu waliokufa katika neema ya utakaso wakiwa wanatii sauti ya Mungu. Hiyo ndio peponi. Kuzimu ni sehemu wanaoishi watu wote waliotenda dhambi katika ulimwengu wa roho. Kuzimu hii tunaposema ni wanaishi watu wote waliotenda dhambi katika ulimwengu wa roho. Kuzimu mtu akiombewa anaweza akatoka. Kuzimu hii inachukua watu waliokufa, waliotenda dhambi, roho zao ziko kuzimu. Lakini pia kuna watu wapo wanaishi kama mimi ninavyoniona, lakini roho zao ziko kuzimu, wamefungwa kule kwa sababu ya dhambi. Huko wanaweza wakatolewa kwa maombi. Ukiomba kamwombea mtu, ile roho inatoka kuzimu, anakuwa na amani, anafurahia. Ukumbuke roho ndiyo kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Uzuri muombe Roho Mtakatifu apate kujidhihirisha ili upate kuelewa vizuri, kwa sababu Mungu asipokupa pathway ya ufalme wake na siri zake huwezi ukazielewa. Utabaki kulaumu na kutukana na kutoelewa kabisa, kwa sababu imesema yule aliyenacho hata kile alichonacho atanyang'anywa asipokaa vizuri katika uwepo wa Mungu. Atanyang'anywa kwa maana ya kwamba amepinga Roho Mtakatifu na kuelekeza kitu fulani. Wewe unaona kama unakataa, ile nafsi inakataa, na ile nafsi inayokataa sio wewe, ni shetani aliyojazwa ndani. Anataka tumie hekima ya kidunia. Hekima ya kidunia inatumia macho, lakini hekima ya kimbingu inatumia roho. Roho ndio inayoona kuliko macho. Haya macho ni ya kidunia. Tutasoma pale kwa ushuhuda tuone jinsi kuzimu ilivyo na kushuhudia maandiko. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari ya kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Unaona, maana yake roho ilikuwa kuzimu, lakini haikuachwa kuzimu. Sifa za kuzimu akiombewa, kama nilivyosema, mtu anaweza akatolewa, unaweza ukatoka kabisa. Ndivyo maana roho hapa inazungumzia haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Ni Yesu Kristo. Hata Yesu Kristo alishuka mpaka kuzimu na kaenda kahubiri roho za watu walio kuwa wamekataa neno la Mungu. Katika kipindi cha Nuhu alishuka akawahubiri, lakini akatoka kuzimu. Unaweza kaenda na ukatoka. Jehanamu ni sehemu iliyotengwa na Mungu kwa ajili ya watenda dhambi sugu waliogoma kuomba msamaha. Watenda dhambi waliogoma kuomba msamaha, wakiongozwa na shetani Ibilisi mpinga Kristo. Yeye naye amekuwa ndio kiongozi, baba yao mkuu, aliyegoma kuomba msamaha, akiwashawishi na wanadamu kuwakandamiza, kuwapeleka ili kule nawe akawe na watu wengi ambao wataishi naye kwa mateso miaka nenda rudi yote. Maana jehanamu itakuwa ni milele yote. Kama jinsi watu wa Mungu watakaposhinda vita watakaa, wengine mahala ambako Mungu amepaandaa duniani, wengine mbinguni, mahala wataishi milele yote kwa furaha. Hivyo hata jehanamu na yenyewe, wale watenda dhambi wataishi kwa mateso miaka milele yote. Ndivyo andiko linavyosema. Tutasoma Ufunuo 20 mstari wa 13 hadi 14. Naomba unisikilize.
Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Ukumbuke Jehanamu ndio inayokuja kukamata kuzimu, inatupwa mle. Inakamatwa mauti, inatupwa mle. Anakamatwa nabii wa uongo, anatupwa mle. Anakamatwa shetani, anatupwa mle. Anakamatwa ibilisi, anatupwa mle, na malaika zake wote, kama nilivyotangulia, waliotenda dhambi sugu na wakagoma kuomba msamaha kwa kiburi. Ndiyo, hii nyumba haijaanza kufanya kazi. Itaanza kufanya kazi rasmi pale palapanda ya mwisho itakapopigwa na Yesu Kristo atakapokuja na jopo la malaika kuhukumu walio wema na watenda dhambi. Hapo ndipo atakapowakamata watu kwa wateule wa Mungu kwa ajili ya uzima wa milele, na wale watendao dhambi kwa ajili ya mateso ya milele. Na mateso ya milele watayapata katika hili Jehanamu lililoandaliwa na Mungu mwenyewe. Bado alijaanza kufanya kazi. Hiki hapa tofauti hapa. Jehanamu ukienda hauwezi kurudi kamwe. Hiyo ndio tofauti, na kuomba ushike sana maneno haya na usisahau hata siku moja. Jehanamu haiwezi ikatoa mtu kama jinsi tunavyoona kuzimu, mtu anaenda na anatoka. Huwezi kutoka Jehanamu, na hii ni final itakayotokea siku ya mwisho, baada ya Mungu kuvumilia miaka nenda rudi, akafikia mahala akaweka kikomo ili kuruhusu wateule wake wafurahie maisha ya umilele. Je, wewe uko tayari kwenda kufurahia maisha ya umilele, au uko tayari kwenda kuzimu, au kwenda kupata mateso Jehanamu? Ni machaguo yako. Muda ni sasa, muda ni sasa. Macho yanaona, masikio yanasikia, mdomo unaongea, na unaweza ukapambanua akili yako. Mungu anaongea na wewe kupitia kinywa changu. Ukumbuke Mungu ni roho, Mungu ni roho, Mungu ni roho. Wasikiliza watumishi wa Mungu, angalia kile wanachoeleza, chukua kilicho chema, upate kuponya roho yako. Mwisho wa siku uishi maisha ya umilele, usiishi maisha ya mateso, miaka nenda rudi Jehanamu. Kitu cha tano na cha mwisho, dunia. Dunia ni nini? Dunia ni nchi, sehemu wanayoishi watu wote na viumbe hai kwa ajili ya uzalishaji wa roho zitakazoishi milele yote kwa mateso au kwa furaha baada ya hukumu ya mwisho wa ulimwengu kufanyika. Nitarudia, dunia ni nchi, sehemu wanaoishi watu wote na viumbe hai kwa ajili ya uzalishaji wa roho zitakazoishi milele yote kwa mateso au furaha baada ya hukumu ya mwisho wa ulimwengu kufanyika. Dunia ni sehemu isiyohamishika, yani ya kudumu milele yote. Dunia kama tunavyojua, Mungu atakashusha tena mbingu mpya, atatengeneza mbingu mpya na dunia mpya, kama tunavyoambiwa na maandiko, baada ya ulimwengu kufinyanga. Maana zitafutika hizi mbingu na dunia itafutika kabisa kwa sekunde moja, na Mungu atatengeneza, atafinyanga mbingu mpya na dunia mpya. Sasa tunachoambiwa hapa ni nini? Dunia Mungu ameifanya kama kiwanda. Dunia Mungu ameifanya kama kiwanda. Kwa maana gani? Duniani ndio mahala pekee ambako Mungu anazalisha roho za watu watakaoishi mbinguni, watakaoishi milele yote, mahala pema alipopaandaa Yesu Kristo. Kama wakati anaenda anasema, mbinguni kwa Baba kuna makao mengi, kama nisingeliwaarifu, naenda kuandalia makao mazuri. Kwa hiyo dunia ni kama kiwanda. Ndipo sasa Mungu anavyokupa kibali cha kuzaa watoto, anakwambia wale watoto wale msingi mwema, ili wapate kumtii Mungu, ili apate kuwa na jopo kubwa Mungu baada ya hukumu ya mwisho, ambalo atafurahia naye katika ufalme wake. Ukumbuke malaika mbinguni hawazaliani.
malaika mbinguni hawazaliani, lakini pia na shetani naye anapambana hapa duniani kuzalisha roho zitakazoishi naye jehanamu, mateso yote. Ndiyo maana ya kusema dunia hii ni kiwanda cha Mungu ambacho mimi na wewe tunatakiwa tuzalishe shamba la Mungu. Mwisho wake Mungu aje avune ngano iliyokomaa vizuri, mzabibu uliozaa vizuri, usifanane na magugu kajo katupwa jehanamu, na mwisho wako ukawa ni wa mateso, miaka nenda rudi, milele yote. Hakuna furaha, roho inateseka, nyoka wakali, wadudu wakali wanaong'ata usiku na mchana, miaka nenda rudi. Na kuombea kwa Mungu, kama umefungwa fikira ninachokiongea haukielewe, Mungu akufunulie. Nyakati hazipo mpaka sasa hivi, majira hayapo. Ndiyo maana unaona watu wanainuliwa ni wengi. Hata mimi mwenyewe kuwa hivi sikutaka hivi. Ni Mungu bado anafanya harakati za mwisho ili kuteka roho za watu watakao kuja kutawala naye, ambao watatii sauti yake. Lakini wale watakao kiuka kuja kukamatwa na kuzimu na jehanamu, baadaye mwisho ukakaa milele huko, unateseka maisha yote. Na kuombea kwa Mungu akusaidia, akupe fikra ya kupata jicho la rohoni, na Yesu Kristo akupe password, ufunguo wa siri za ufalme wa Mungu, ukapate kuzielewa, ili ukapate kubadilika na kuachana na dhambi, kuachana na rushwa, kuachana na uzinzi, kuachana na ulevi, kuachana na kila uchafu ambao umetajwa katika maandiko. Tuache. Tutasoma Mwanzo 1:28 kudhibitisha ili kwamba dunia ndiyo kiwanda. Mungu akawabariki. Nani hao? Walikuwa ni Adamu na Eva. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Maana yake ndicho ninachokwambia. Neno lenyewe linatushuhudia mimi na wewe. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote, lakini Mungu ibariki Afrika, ili tukapate wokovu, tukatekwe fikra zetu, tukapate kutii sauti yako. Asante.